Wakaribishe katika ibada ya siku ya leo ya wakati huu ambapo tumepata nafasi ya kusikiza vile Mungu atatuambia. Kwa wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo na marafiki wetu ambao labda wanatusikiza wakiwa mbali, kabla niwaletee mafundisho ya siku ya leo, ningependa ni waelezee kitu kidogo ama jambo fulani ya kwamba kanisa letu la Kenya Assemblies of God linakuwa na idara 5. Tuko na idara ya wamama ambao tunawaita wanawake wa Kristo. Pia tuna idara ya wazee ambayo tunaita MF Men Fellowship. Vile vile tuko na idara ya vijana ambayo tunaita wana youth. Na pia tuko na idara ingine tunaita Next Gen, ambao pia ni wana teenagers. Na pia tuko na idara ingine ambao ni ya watoto. Na kila mwaka katika ratiba zetu, kila mwaka kila idara katika kanisa la Mahara pamoja kama hili, kila idara inapewa siku moja ambapo wanakuwa na ibada ya hiyo siku yote mzima. Na wamama ndio wanaanza, ambao wanapewa siku moja mwezi wa Februari. Alafu tunakuja mwezi wa 4, tunakuwa na wana Next Gen. Wanapewa sadi moja kwa sababu ya discipleship, na wanaongoza ibada, alafu wanakuwa na mchango kiasi, alafu wanaweza kufanya jambo katika kanisa. Baadaye tunakuwa na idara ya wana youth ambayo inafanyika mwezi wa 6. Mwezi wa 8 tunakuwa na idara ya watoto. Na mwezi wa 10 tunakuwa na idara ya wazee. So na inaendelea hivyo. So siku ya leo, sababu tuko katika mwezi wa 4, basi ndio siku ambayo tuliweza kuwapea wana teenagers. Na kama patron wao, wakanipa nafasi ya kuleta mahubiri. Na kwa hivyo nitakapomaliza na mahubiri tutaingia katika ibada hiyo ingine. So naomba ugeukie jirani yako, alafu mwambie kwa Kiingereza, how are you teenage? How are you teenager? Unajua sasa leo hakuna wazee hapa, hakuna wamama hapa. Walio hapa leo ni wana teenagers kwa sababu ni siku yao. So you can say hi to the teenager beside you.
Geithia teenager muriganitie nayo high five. Teenager mwenye kana yeye high five. Tamwire atiriri na ni ukungeithia wega. Hebu mwambie ya kwamba akusalimie vizuri. So leo hakuna wazee. Hakuna wamama. Hakuna watoto. Hakuna wana youth. Sasa sisi wote tulio katika ibada ya siku ya leo, sisi wote ni wana teenagers. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu singetaka kupoteza muda kwa sababu ya wakati ambao nimepewa, basi ningependa tushiriki nanyi mafundisho kidogo. Kama mnavyojua napenda sana kufundisha kuliko kuhubiri. Na hii ni, by the way, hii ndio jambo ambalo linafaa kuwa linafanyika katika kanisa. Ukiangalia katika kitabu cha Matthew chapter number 28 and verse number 18 through 20, Yesu alipokuwa anarudi mbinguni, Biblia inatuonyesha kwamba aliwaita wanafunzi wake ambao walikuwa wamehitimu na kufanyika mitume. Akawaambia, sasa umefika wakati wangu wa kurudi mbinguni, lakini ninyi nimewaacha hapa ulimwenguni, na nimewaacha mfanye mambo haya matatu. Jambo la kwanza, muenende katika ulimwengu wote, mukawahumbilie watu habari ya wokovu. Haya, jambo la pili akawaambia, mukisha humbili wale ambao wataamini, muambatize katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na baada ya kuwabatiza, muwafundishe kuyashika yale yote ambayo nimewafunza pia. Kwa hivyo mahumbili wakati mwingine inastahili kuwa kwa wale ambao hawamjui Mungu, lakini wale ambao tayari wameamini Mungu amesema wafundishwe. Na kwa hivyo kanisa lolote la mahali kama hili linafaa kuwa na wakati wa kuwafundisha Wakristo. Na kusema ukweli, muda ulio mrefu ama muda ambao unaweza kuwa mwingi ni ya kuwafundisha Wakristo. In fact, kwa upande mwingine tunasema mafundisho hayawezi mahumbiri hayawezi kusimamisha imani ya mtu, lakini mafundisho inaweza kusimamisha imani ya mtu. And so it is a mission for every congregation to teach the believers the good news of the Lord. So siku ya leo mtaniruhusu niwafundishe, na tukumbuke ya kwamba walio katika kanisa siku ya leo na wanaotusikiza pia ni wana teenagers. Na ukae ukinikubushia aliye karibu na wewe kwamba ukumbuke utakuwa mzee ukitoka kwa kanisa, ukakuwa mama ukitoka kanisa. But as long as we are in this service, we are all teenagers. We are all teenagers.
We are all teenagers. Kwa sababu hii ni siku yao. I wish also I had much time. But I want to promise our teenagers as well as even our youth that when we shall be having enough time, I'll be teaching you on how to discover your true identity in Christ. Can somebody clap for my interpreter, by the way? Amen. Yes, I'll be teaching you on how to discover your true identity in Christ. Unajua, the Bible says in the book of Psalms 134. Sorry, not 134. It is 139 and verse 14. That my sister, you were fearfully and wonderfully made. You were fearfully and wonderfully made. You are not just a person. You are not just a teenager. You are not just a teenager. God did not spend his time creating nothing. You were fearfully and wonderfully made. Praise the name of the Lord. You were fearfully and wonderfully made. Na kwa hivyo haustahili kutishwa na yale mambo ambayo watu husema kukuhusu. Haustahili kutishwa na chochote ambacho watu wanasema kukuhusu. Unajua kuna watu ambao wanaongea karibu hata wanajua mambo ya mtu kuliko yeye mwenyewe. Na unakuta hata pia watu wengine wanaondoka kanisani kwa sababu ya yale ambayo yaliongewa kuwahusu. But I'm here to remind you that we are fearfully and wonderfully made. We are fearfully and wonderfully made. Wewe ni wa dhamana sana. Haijalishi at the moment unapitia mambo gani. Haijalishi at the moment unapitia hali gani. But irrespective of what you are going through, irrespective of what you are encountering, God sent me to remind you that you were fearfully and wonderfully made. Labda ni mbele zako ambazo unajiona kama wewe haufai. Labda ni watu wengine ambao wanaona kama haufai ama haustahili. But just allow me to remind you that you were fearfully and wonderfully made. Hello. Mwathani aoco. Bwana asifiwe. Na nikio riu guku riria gukorwo ndikuo. Na kwa sababu hiyo wakati nitakuweko. Riu ndikenda kuigua. Sasa singetaka kusikia. Rwimbo rungi mamu wa Gicuhi amenyerete kuina muno mena nyina Amasi. Wimbo ingine mama Gicuhi na mama Masi walisoea sana kuiba. Mwathani aoco. Bwana asifiwe. Ithe mutirarumena. Munaijua hiyo wimbo? Ndikirita kinie to mutheri rukunguru atiri githegethege. Riu gathondeka Ngai no ahuthire ihinda riake inene akiumba githegethege. Unataka kusema ya kwamba Mungu alitumia muda wake mwingi akiumba kitu. Ngai ahuthire ihinda riu riothe akiumba ruku.
Mungu alitumia muda wake mwingi akiumba fumbi. Bwana asifiwe. Abia mwenzako ya kwamba hiyo awe akiimba wakati bishop hayuko karibu. You were fearfully and wonderfully made. Obetwe mundu wa magegania. We are fearfully and wonderfully made. Tobetwe turi andu wa magegania. Na kwa hivyo hiyo isiibwe karibu na mimi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. By the way, sisi baada ya kuwa na Kristo, tunakuwa pia watu walio na dhamana hata zaidi. Na ndio sababu teenagers haustahili kujipeana hivyo tu bure. Haustahili kujipeana hivyo tu. Wewe ni mtu wa dhamana. Haustahili kujiweka tu mahala popote. Si mahala popote unastahili kuenda. Si watu wote unastahili kuendanisha na wao. Si watu wote ambao unafaa kushirikiana na wao. Wewe ni wa dhamana. Ni lazima uwe mtu ambaye anachunguza. Na kwa sababu wewe ni mtu aliye na dhamana, si mahala popote unastahili kuenda. Hallelujah. Jira mundu ucio muriganite nake uri ngiatire andu aria methogora matithia kundu guothe. Watu wa dhamana hawaendi mahala popote. Andu aria methogora matithia kundu guothe. Watu wale ambao ni wa dhamana hawaendi mahala popote. Mugutha no mwira no uri umwe wao, uri umwe wacio. Kwamba wewe ni mmoja wao. Andu aria methogora, wale watu ambao ni wa dhamana, matithondekaga urata na andu o uguo kana andu othe. Urafiki na kila mtu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mamudhirire wega na ni undu wa gitumi kiu ndakurora. Mwambie vizuri, na kwa sababu hiyo nikikuangalia. Hena arata amwe urabatara gutigana nao we. Kuna marafiki wengine unapaswa kuachana na wao. Na niguurire wona tata renda kwirwo ukamenya ni mwikwirwa wa ndeto icio rundiroiga. Kuna mwenye hataki kuambia ujue huyo ni mshukiwa. Tamwire wega wewe wa goro. Mwambie vizuri wewe ni wa dhamana. Na tondu woguo, na kwa sababu ile, kwina arata amwe urabatara gutigana nao. Kuna marafiki wengine unapaswa kuachana na wao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Muthirira ringi ungiingiria ikunia atia na makoro na wewe nduri makoro. Unaweza kujiingiza kwa gunia yenye maganda na wewe si maganda. Watu walio na dhamana, andu aria mari agoro, wanajua kutofautisha. Ni moe gukurana. Praise the Lord. Mwathani aheo goshi. Hawaendi popote pale. Matithiaga kundu o guothe. They don't associate with everybody. Matigwatanagira na andu othe. They are selective. Ni makoragwo magithura. Ungigakora mundu riu nguheka ugurio ke haha. Ukikuta mtu acha nikupe ufunuo ulio hapa. Ati mundu wothe acemania nake ni murata. Ya kwamba akikutana na kila mtu ni rafiki. Mundu wothe acemania nake ni amuonia magego. Mtu yeyote anakutana na yeye anamuonyesha meno. Hallelujah. Bwana asifiwe. Andu aria methogora, watu ambao wako na dhamana, they don't smile to everybody. matithekagia mundu wothe. Haro. Mwathani aheo goshi. Guthaguthira teenager muriganitie nayo. Hebu gonga teenager ambaye mumekana yeye. Umire atiriri. Umwambie hivi. Thogora uria winaguo, ile dhamana ambayo uko nayo, nduragwitikiria haikuruhusu kwengera mundu uria wothe mwacamania. Kupea kila mmoja ambaye mmekutana naye smile. Ndumuguthaguthira ni uritumagia rimwe. Mwambie ya kwamba mara ni uritumagia rimwe. You don't have to smile to everybody. Ndurabatara guthekia mundu wothe. Yakobo, wewe ni mtu wa dhamana. Wewe mundu wa goro muno. Hello teenagers. Hello teenagers. Hello teenagers. Wewe ni mtu wa dhamana. Wewe mundu wa goro. Don't smile to everybody. Dukae guthekia
And everybody should not be your friend. Praise the Lord. And by the way, ungegakora ati mundu na ni murata waku ati riu ningi uria acemania nake ni murata uria acemania naku murata. Ukikutana na mtu ya kwamba ni rafiki yako na kila mtu anayekutana na yeye anakuwa rafiki, jiondoe. Watu wenye dhamana wanajua kutofautisha. Atwalia mali agoro ni moyo. Na wewe mundu wa goro muno. Obetwo we mundu wa magegania. Obetwo we mundu wa magegania. We obetwo we mundu wa magegania na mundu wa kumakania. Igikiu ni gicunje kia kumenya wewe thiini wa Kristo. Mwathani aheo goci. Na Ngai riria kurora. Ndonaga mundu tuhu. Onaga kindu kia ngoro kiria ombire. Yale ambayo teenager wanapaswa kujua na kufanya. Na ni kati ya mengi ambayo labda tunafaa kujua na kufanya. But just allow me to talk about 2 or 3 ambayo teenagers wanafaa kujua na pia sio kujua hata kufanya. Katika jina la Yesu. Jambo la kwanza ni ya kwamba teenagers should know that it is their responsibility and their obligation to obey God. Allow me to remind you this one thing, that God can do without you, but you cannot do without God. He can do without you, but you can do without God. Praise the name of the Lord. He can do without me, but I cannot do without Him. I want to remind you something number 2. You need God more than you need your parents. You need God more than you need your child. You need God more than you need your wife. You need God more than you need your husband. And you need God more than you need your best friend. You need God more than you need riches and prosperity. Teenagers, allow me to remind you that you need God more than you need anything else. You need God more than you need anything else on earth. And that is why we need to know, and not just know, but implement. That it is our responsibility to obey God. You were created to live for God. Teenagers, you were created to live for God. The Bible says in the book of Colossians chapter 2 and verse number 16 that you can only be happy in this life when you live for God.
For this is the reason why God created you. You were created to live for God. You were created to live for God. And you can only be happy the only time that you live for God. You know, there are people who love pressure of this world than of God. Hallelujah. But God sent me to remind you teenagers, or even let you know that we expect you to obey Him. For you need Him more than you need anything else on this universe. You need God more than you need your friend. You need God more than you need prosperity. And so God created you to live for Him. He did not create you for pressure. He did not create you for pressure. He created you to live for Him. Dear ones, allow me to remind you again that what the world offers is only temporal. It is temporarily satisfying. What the world offers, it only satisfies temporarily. Ni kweli utajikuta unataka kufurahi, lakini furaha hiyo ni ya muda. But what God offers is eternally satisfying. Utakachopata kutoka kwa Mungu ni kitu ambacho itakupa utoshelefu wakati huu na maisha ingine yajayo. And this is why teenagers, I have to tell you and again, that you need God more than you need your friends. Haijalishi hao marafiki wanakupa nini, haijalishi wanakuahidi nini, haijalishi mmetembea ubari gani na wao, but you need God more than you need them. You need God more than you need what you have at the moment. I'm sure many people are listening to this sermon, but you need God more than what you have at the moment. You need God more than you need, more than what you are in need. You must obey God. Teenagers, we must obey God. Teenagers, we must obey God. And obeying God is not optional. It is not optional. Kutii Mungu ni sheria, ni amri na ni lazima. When Adam and Eve breached the law of Eden, walipokataa kutii Mungu, the Bible says that they were chased away from Eden. In 1 Samuel chapter number 15 and verse 23, Biblia inasema ya kwamba kutii Mungu ni bora kuliko madhabahu. Kutii Mungu ni kuzuri kuliko madhabahu. Teenagers, we have no option.
Teenagers totire na ithura. Children of God, we have no option. Ciana cia Ngai totire na ithura. We must obey God. No muhaka twathikire Ngai. We must obey God. No muhaka twathikire Ngai. And with the time tutafuzwa ni jinsi gani na njia gani ambazo tunafaa kutii Mungu. Na kwa ihinda ni tukurutwa ni njira iriko kana ni atia twagereira gwathikira Ngai. Kutii Mungu gwathikira Ngai ni kutofanya yale ambayo Mungu amesema yasifanywe. Ni kwaga gwika maundu maria Ngai augite matigekwo. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu ameonya yasifanywe. Ni maundu maingi maria Ngai akananitie matigekwo. Na pia kuna yale ambayo Mungu amesema yafanywe. Na ni kuri na maria Ngai augite maekwo. Praise the name of the Lord. Mwathani aheo goci. Nduriria tine Joshua muriganĩtie nake oraigua togwereire muno. Auliza huyo teenager mmekaa naye ni wapi unahisi ya kwamba umeanguka zaidi? Ni hagwika kana ni kwaga gwika? Ni kwa kutii ama ni kwa kutofanya ama kutokufanya? Ni kutotii ama ni kufanya? Baraka nguririkanio kaundu kamwe. Wacha nikukumbushe jambo moja. Sauro ari muthamaki. Sauli alikuwa mfarume. Na tunyirwo ni Ngai uthamaki. Na Mungu alimnyang'anya ufarume. Na akimutunya muoyo wake we mwene. Na akamnyang'anya mpaka uhai wake. Nĩ ũndũ wa kwaga gwĩka Ngai oigĩte eke. Kwa sababu ya kutofanya vile Mungu alikuwa amesema afanye. Ngai oigĩte eke. Kwa sababu kuna vile Mungu alikuwa amesema afanye. Ndũthũrĩrie tini Joshua mũriganĩtie nake. Ũraigua togwĩrĩire mwena ũrĩkũ wa gwĩka. Uliza jirani ni wapi unahisi ya kwamba umeanguka, ni kufanya ama ni kutofanya? Unajua kuna Wakristo ambao ni wazuri sana. Niwe kule Akristo ega muno katika kutofanya yale ambayo Mungu amesema yafanye. They are very good at not doing. They are very good at not doing what God has commanded to be done. Na wengine ni wazuri sana katika kufanya yale Mungu ameonya asifanywe. Wathekera Ngai, kutii Mungu ni kwega gukira magongona, ni kusuri kuliko kutoa dhabihu. Sauli agitunywo muoyo wake no thamaki ni tondu wa kwaga gwathikira Ngai. Sauli akanyang'anywa ufarume na uhai wake kwa sababu ya kutotii Mungu. Teenagers, we must obey God. Teenagers no muhaka twathikire Ngai. It is our obligation to obey God. Niyo igerereki witũ gwathikira Ngai. Na mimi nikichunguza ninakuta na ndatuĩria ngakora agakwaga gwĩka nĩ kũũru gũkĩra gwĩka, ya kwamba kutofanya ni kubaya kuliko kufanya. Tondũ na Kristo aingĩ matiheraga kwaga gwĩka, kwa sababu Wakristo wengi hata watumbu dhambi ya kutofanya, matengeraga o kũhera magwĩka, wanakimbia kutumbu ya kufanya. But according to me, I think sin omission is dangerous than sin of commission. Na kulingana na niĩ ngona mehia makwaga gwĩka nĩ moru gũkĩra magwĩka. Tacokera hau rĩngĩ. Mehia makwaga gwĩka nĩ moru gũkĩra magwĩka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hatusemi kuna nzuri, tutirauga nĩ kũrĩ mehia mega. But many Christians are a victim. No Akristo aingĩ nĩ ekũĩrwo. They are victim. Ni amwe acio of sin of omission. Amehia makwaga gwĩka. Wakristo ambao hawafanyi. Akristo arĩa matekaga. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Allow me to mention 3 benefits. Jitekeria gwete mawega matatu. 3 benefits. Maumithio matatu of obeying the Lord. Magwathikira Ngai. Mtu anapotii Mungu, mundu riria athikira Ngai, anafanyika rafiki wa Mungu. Atuĩkaga murata wa Ngai. Ndũrĩria teenagers mũriganĩtie nake, nĩ ũreciria ta wĩ murata wa Ngai we, na ũreke akwĩre. Uliza teenager muria naye ya kwamba kama anahisi yeye ni rafiki wa Mungu. Murata wa Ngai. Muulize kama yeye anahisi kana kwamba yeye ni rafiki wa Mungu. Mũndũrĩria wega wĩ merĩkũ, mwĩra wĩna merĩkũ wĩ murata wa Ngai. Muulize akona uhakika gani ya kwamba yeye ni rafiki wa Mungu. Nĩnjũĩ gũtirĩ ũngiuga ti murata wa Ngai. Najua hakuna ambaye anaweza sema yeye si rafiki wa Mungu. Muulize ena merĩkũ wewe murata wa Ngai we. Muulize ya kwamba uko na uhakika gani ya kwamba wewe ni rafiki ya Mungu. By obeying
God, na undu wa gwathikira Ngai, unafanyika rafiki wa Mungu. Tutuikaga arata a Ngai. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Benefit number 2. Undu umithio wa keri. Ukitii Mungu, wathikira Ngai, unapokea baraka kutoka kwa Mungu kwa haraka. Wamukagira irathimo kuma kwa Ngai na ihenya. The Lord. You have an access to abundance blessings. Access to abundance blessing from the Lord. And number 3, you live a peaceful life. Teenager, wakati unamtii Mungu teenager, otuikaga murata wa Ngai, unafanyika rafiki wa Mungu, ukahota gukinyirwo ni irathimo nyingi cia Ngai no huthu, kuna uwezekano wa kufikiwa na baraka za Mungu kwa upesi, na ugatura muturire wa thayu, na unaishi maisha ya amani. Point number 2. Jambo la pili. Jambo la kwanza ni lazima tutii Mungu kama teenagers. Undu wa mbere no muhaka twathikire Ngai ta teenagers. And number 2, na undu wa kere, we must obey our parents. No muhaka twathikire aciari aitu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Majuriria teenager muriganiti na kana niri muciari. Ulisa teenager mulie kana kwamba yeye akona mzazi. Mukwaraga ndimwe na githungu muri na githungu. Do you have parents? Mulisa kwa kimombo ya kwamba unao wazazi. Musokera rege, do you have parents? Mulisa ya kwamba mara tena kama akona wazazi. No kagushia go ndiragushia, do you have parents? Na unavuruta vile ninavuruta kama ya kwamba akona wazazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is not optional to obey parents. Tidhura kwathikira muciari. Na haijalishi mtu amesoma akafika wapi. Na gutiramakania mundu athomete agakinya ha. Haijalishi mtoto amepata nini. Gutiramakania mwana egereire naki. Wenda ikawa mzazi wako hakuweza kununua hata baiskeli. Ona angikoro muciari waku ndahotire na kugura baithikiri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wenda ikawa hata hakuenda shule. Ona no kuhoteke ndathire ona shukuru. Na labda wewe umeenda mpaka mahali umefika. Wewe ugithiete ugathie nginya hi hari okinyete. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ujireti ni ndio muriganete nake. Ona korwo wina kiwina kio wi mwana. Abia teenager mulia kana ya kwamba hata kama uko na kile uko nacho bado wewe ni mtoto. Ukinyete we mwana. Hata kama umefika mahali ambapo umefika wewe bado ni mtoto. Muthuririe we mwega mwana. Muulize ya kwamba wewe hali yake wewe mtoto. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Muthirire rege na watu tigogo uratutiga nitugukuohora. Na ukituacha jinsi unavyotuacha tutakufungua. Mugeithia rege mulia we mwega mwana. Musalimie mara tena umulize hali yako ijali je mtoto. Haijalishi uko na nini. Gutiramakania we naki. Haijalishi umefika wapi. Gutiramakania kinyete. Haijalishi una heshima gani. Gutiramakania we na giteo kiriko. Bado wewe ni mtoto. No we ulio mwana. Na hauna chaguo. Na dole na idhura. Ni lazima utii mzazi. No muhaka wathikira muciari. It is not optional. Tidhura. It is not optional. Tidhura. And I remind you this one thing. And failure to obey and respect your parent, you are digging your own pit. Praise the Lord. Sijui kwa nini natazama naona washukiwa wengi katika hii mambo ambayo ninaongea. Let me tell you the truth. Maana hii ndio siku ya kukuambia hayo. Today is Teenagers Day. Na lazima tuwaambie kwa sababu sisi ni watine na teenagers. Ni jukumu lako kutii mzazi. It is the will of God, an expectation from God that children should respect and obey their parents. Whether according to you they are not worth, obeying and respecting your parents is mandatory.
Gwathikira na gutia aciari aku ni watho. Aro. Okay, mamu wanyu atari niwe mamu wanyu. Hiyo ambacho mama yako hakuangi nayo, yeye bado ni mama yako. Okay, baba wanyu atari niwe baba wanyu. Kile baba yako hana, bado ni baba yako. Halo. Doreria teenagers muriganete na kana ukwenda tucenjanie mamu wanyu atuike witu na witu atuike wanyu. Ulisa teenager ambaye mmekaa na yeye kwamba kama angetaka mbadilishane, mama yake akuwe wako na wake akuwe wako. Waitha wakuria ndo. Ndumuria wega kana ukwenda tucenjanie mamu wanyu atuike mami witu. Mulise kama angetaka mbadilishane, mama yake akuwe mama yako na mama yako akuwe mama yake. You can choose friends. No udhure arata. Chagua nani atakuwa rafiki yako. No udhure no gutwika murata wako. Unaweza ukachagua ni wapi utakaa. No udhure kuria uguikara. But there is no one single day. No gutire muthenya ona umwe that you'll choose ugathura who to be your parents. Uri ungetwika muciari wako. Ngai ndumuthirire we nake hatire guthura. Uko na yeye hauwezi chagua. Muthirire wega na ndurathaithwo no muhaka mwathikire. Hakuna msahara lazima muthirire ndurathaithwo no muhaka utie muciari ucio. Hakuna msahara lazima umtii msasi. Teenagers, are we together? Teenagers tui hamwe. Teenagers, are we together? Teenagers tui hamwe. Ndurathaithwo. Hakuna guthaithwo. Tiatho na nyukwa we. Ti baba na mamako. Ndujirizo mwenye ngorerwo tie nyukwa we. We ni ngorerwo tie nyukwa we. No tiatho guo. Na mti babako. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Wewe unakolega kwathikira bishop no ndo mwana kwa kwathikira Ngai. Hata kutoti bishop ni sawa na kutoti Mungu. Ndumwira ni worerwo tie thoguo no tie nyukwa we. Ni wewe unaambiwa umtii baba na mamako. Tie thoguo na nyukwa. Ti wasasi wako. Nigetha matuko maku maingihe magutura guku thi. Ili muda wako ukue mwingi wa kuishi mahara hapa. No gacire we guku thi. Na ukue na prosperity ukiwa hapa duniani. Ukiona mundu utarenda kwirwo kana kwirana kwaja hau. Ukiona mtu hataki kuambiwa ama kuambiana, ni mwikuiro wa kunyarara ithe na kunyarara nyina. Ni mshukiwa wa kuchukia mamake na babake. Na Paulo akira Timotheo. Na Paulo akamwambia Timotheo. Na akoro mamu wanyu ndari hakuhi. Hata igawa msasi mamako hayuko karibu. Na akoro baba wanyu ndari hakuhi. Hata babako hayuko karibu. Athuri aria akuru. Wale wasee ambao ni wakongwe. Na wale wa mama ni rika ya mamako. Uwafanye kama mamako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Gutire guthaithwo. Hakuna guthaithwo. Akoro ni ugutura turo muraihu guku thi. Ikiwa utaishi maisha marefu. Na akoro ni ukugacira guku thi. Na ya kwamba utatoshereka mahara hapa. Teenagers must obey and respect your parents. Mutine jana muhaka wathikire no tie muciari waku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Uhoro waku mbaga haho gathi Gikuyu. Si mambo ya kutoka hapa unaenda Kikuyu. Na huko Gikuyu. Na huku Kikuyu. Na ule kindu athi ukuite. Na hakuna kitu unaenda kama umebeba. Gacoka gakombora pro box na kuukue marigo mama mamu wanyu na nduma cia mamu wanyu. Tena unachukua pro box. Unachukua mandisi ya mama yako na nini na hakuna kitu ulimpelekea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. 3 benefits of being parents. Maumithio kana mawega matatu magwathikira aciari. Hizi ni irathimo iria ikoraga mo teenager akira muciari. Hii ni baraka na ambayo teenager anakuwa nayo akitii mzazi wake. After obeying and respecting your parents, thutha wa gwathikira na gutia muciari waku, you guarantee yourself consistent prosperity. Wĩĩragira utonga uteguthira kana utonga utaratigithiria. Hello. Ukagacira ugaciru utararengeka. Yani unatoshereka utosherefu ambao haukatiki. Consistent prosperity. Yani utajiri ambao unaendelea. Jambo la pili, undu wa keri, you guarantee yourself a joyful life. Wĩĩragira muturire uiyũirwo ni gikeno.
And lastly, Nondu wa gatatu, you guarantee yourself fulfillment of your life desires. Wĩĩragĩra ũhoro wa kũhingĩrio ciĩranĩro iria yani merirĩria ma ngoro yaku. Yeah, desires. Merirĩria ma ngoro yaku. Mambo ambayo unatamani katika maisha, Maũndũ marĩa wĩriragĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre. unakuta inatimia Ũgakora nĩ mahinga. as a result of obeying your parents. Nĩ tondũ tu wa gwathĩkĩra aciari aku. Lord, Bwana asifiwe. you have a consistent prosperity. Ũgĩaga na ũgacĩru ũrathiĩ na mbere. Consistent prosperity. Ũgacĩru ũtaratigithĩria. You guarantee yourself a long, joyous life Ũgakorwo na mũtũrĩre mũraihu wa gĩkeno. by simply obeying and respecting your parents. Na ũndũ tu wa gwathĩkĩra na gũtĩĩa aciari aku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, Ũndũ wa gatatũ, a teenager mũndũ mwĩthĩ should develop a devotional life. Yani mtu ambaye agĩrĩire anatafuta Mungu. gũkorwo na mũtũrĩre wa kwĩneana. Kwa Mungu. Kwĩneana kwĩ Ngai. Teenagers should focus on reading the word of God and praying. Teenager agĩrĩire gwĩkĩrĩra ũhoro wa gũthoma kiugo kĩa Ngai na kũhoya. Gũthagũthĩra mũndũ ũcio mũriganĩte na kũmũjia, we serious. Abia huyo mtu mko naye kama yeye ako serious. Teenagers lazima wajifunze kuwa na wakati na Mungu. Teenagers no mũhaka merute gũkoragwo na ihinda na Ngai. Wawe wana wakati wa kusoma neno, Makorwo na ihinda rĩa gũthoma na kiugo. wakati wa kuomba. Na ihinda rĩa kũhoya. Mamojo, by the way, ni ule Bible. Ebu ulisa teenager kana By the way, kwamba ni ule ako na Bible, Bible. Ndona andũ amwe arĩa maradora. By the way, ni ule Bible we, ni ule kĩrĩkanĩro. Naona vile watu wananiangalia, wewe unakuanga na Bible. Should develop a devotional life with God. Wagĩrĩire gũkorwo wĩmenyeretie mũtũrĩre wa kwĩneana kwĩ Ngai. How often do you read the Bible? Ũthomaga kiugo kĩa Ngai mahinda How often do maigana. you read the Bible? Ũthomaga kiugo kĩa Ngai mahinda maigana atĩa? Teenagers, how often do you read the Bible? Teenager mũthomaga kiugo kĩa Ngai And ihinda how rĩigana often atĩa? do you pray? Na ũhoyaga mahinda maigana. How often? Mahinda maigana. But it's a requirement Na nĩ ũndũ ũrabatarĩkana. teenagers should read the Bible oftenly and pray oftenly. Atĩ mũndũ mũteenager agĩrĩire gũthoma kiugo kĩa Ngai mahinda maingĩ na kũhoya mahinda maingĩ. Last but not the least, Wa mũico na ti mũico biũ. teenagers should steward their life. Magĩrĩire gũkorwo marĩ aramati a mĩtũrĩre yao. Wonderful. Steward is another word for manager. Yani ũramati nĩ ũndũ ũngĩ wa gũkorwo mũrũgamĩrĩri. And so teenagers should manage themselves. Kwoguo teenager nĩ agĩrĩire kwĩbanga we mwene. I remember I have been teaching our youth here on how to be principled or how to live a principled life. Ngoretwo ngĩra teenager a gũkũ ũhoro wa kũgĩa na mũrũgamo thĩinĩ wa mũtũrĩre. As a teenager, you should be principled. Ta mũndũ teenager nĩ wagĩrĩire gũkorwo na mũrũgamo. Lazima uwe na msimamo wako. No mũhaka ũkorwo na mũrũgamo waku. Sio kupelekwa tu na upepo wa kila aina. To gũtwarĩrĩrio nĩ rũhuho rwa mĩthemba yothe. Wazee wengine wakisema tunaenda pande hii na wewe unawafuata. Andũ angĩ mauga tũrathiĩ na gũkũ nawe ũkamarũmĩrĩra. Mama wengine wakisema tunafanya hii na wewe unaanza kufanya. Angĩ mauga tũreka nawe ũkambĩrĩria Kuwa gwĩka. mtu wa msimamo. Korwo mũndũ wĩna mũrũgamo. Hebu hata watu wajue ya kwamba hii jambo mama fulani hiyo hapendi. Ũgũtheke andũ ona mamenye atĩ ũndũ mũna ng'ania ndendete. Teenagers, you should live a principled life. Mũndũ mwĩthĩ no mũhaka Unafaa kuwa mtu ambaye ana uwezo wa kujiamulia. wagĩrĩire gũkorwo mũndũ wĩna ũhoti wa gwĩtuĩra matua. You need to be yourself. Wagĩrĩire gũkorwo wĩwe. Even as you allow God to shape your characters. Ona rĩrĩa ũretĩkĩria Ngai agũthondeke. Be principled. Tuĩka mũndũ wĩna mũrũgamo. Be principled. Tuĩka mũndũ wĩna mũrũgamo. Be yourself. Korwo wĩwe. Be yourself. Korwo wĩwe. Allow God to shape your characters. Na ũreke Ngai agũthondekera mĩtugo yaku. Ili ukaweze kumfikia hata zaidi. Nĩgetha ũkorwo ũgĩthiĩ ona mbere. And I want to assure you. Kwenda gũkwĩrĩra. A teenager who will live a principled life. Mũndũ mũteenager ũrĩa ũgũtũra mũtũrĩre wa gũtua A matua. teenager who will live
for himself or even to be himself. And a teenager who will allow God to change his character, he or she will surely realize his or her destiny. Teenagers, avoid competition. Avoid competition. Avoid competition. Go or even take your journey. Take your journey. Wewe enda safari yako. Enda safari yako. Unajua asilimia fulani ya ajali ambazo zinapatikana barabarani zinapatikana kwa sababu ya watu kuenda safari za wengine. Yani unakuta mtu ako barabarani na gari, ako katika safari yake, lakini anaona tu labda amepitwa na gari ingine, anaanza kuikimbiza, na ni lazima hakikisha ameovertake magari fulani ili aende mbele ya hiyo gari. Sio tu kwa sababu anaenda mahala pamoja, labda kwa sababu ya exaggeration, na angeweza kufika bila overtaking, na pia afike wakati ufaao. Unakuta alikuwa katika safari yake, lakini ameanza kukibizana na wengine ambao wanaenda safari zao, na huenda ikawa huyu ambaye amempita na anakibia sana ndiye labda alikuwa MC mahali na amechelewa, lakini wewe hata uko mbele hata masaa mawili, lakini bado wanataka kuovertake. In the point of overtaking, mambo inapatikana nenda safari yako. Teenagers, avoid competition. Wachana na mashindano. Live your life. Be yourself. Live a principled life. And allow God to shape your characters. Nataka niamini jambo moja. Wale watu ambao unaona wamefika mahali, majority of them ni wale ambao waliishi maisha yao. You don't do because they are doing. Teenager, don't do because others are doing. Don't go because others are going. Don't eat because others are eating. Don't drink because others are drinking. Be yourself. Be principled. And allow God to lead you. Make a habit of stewarding yourself. Make a decision of stewarding yourself. Praise the name of the Lord. Ndukireria teenager ucio murigainie nake. Ebu amshamulie kana yeye. Wamukiria munjuririe kiuria kia mbere. Ukimwamusha muulize. Umujuririe atiriri. Umuulize. Ene wamugeithia by the way. Umemsalimia? Kamugeithia na rukamurekie. Ebu msalimia na umujuririe. Umuulize. Utengeranagia nao magutwariku. Unakibisana na wao wakupeleke wapi? Murie wega, utengeranagia nao magutwariku. Unakibisana na wao wakupeleke wapi? Muthirira ringi, hii ni o mabatie gukuma thutha. Unajua ya kwamba ni wao wanapaswa kukufuata. Mwire wega, we niwe wikurio thiaga.
wewe una pahali ambako unaenda, acio nio magiriire kwiruta nawe. Wale ndio wanapaswa kujifunza na wewe, tondu wewe wa goro, kwa sababu wewe ni wa dhamana, na wombirwo na mumbire wa magegania, na uliumbwa kwa maumbile ya kiajabu. Mwire na Githungu, mwambie kwa Kisungu, please manage and steward your destiny. Kuria teenagers Ngai endete makinyari, pale ambapo Mungu alitarajia teenagers wafike, destinies icio ciathukirio ni gucindana. Hizo destinies ziliharibiwa kwa competition. Teenagers aingi muno mathukitie destinies ciao ni gwitonyia macindano-ini. Teenagers wengi wameharibu destinies zao kwa sababu ya kujiingisha katika mashindano. We, no kwelirio murekie. Nani alikwambia umpe tabasamu? Murekie riu. Umwachilie sasa. Umwire we. Umwambie wewe. Tamuorote umwire we. Murege kwa kidole umwambie wewe. Roho arakwira u. Roho anasema hivi. Ugie na murugamo waku we mwene. Uwe na msimamo wako mwenyewe. Ucoke uikare wewe. Alafu uishi ukiwa wewe. Uthie rugendo rwaku. Uenende safari yako. Tamurore maitho-ini wega, murore maitho. Hebu mutazame kwa macho. Murore maitho. Muangalie macho. Mwira ringi mashindano. Mwambie hivi. Mwira mashindano tige. Wachana na mashindano. Mashindano tige. Wachana na mashindano. Mashindano tige. Wachana na mashindano. Muthirira na toni ni ndona tawa igua. Na kwa sababu nimeona kana kwamba umesikia, ninagwitikiria uikare thi mbere yakwa. Nimekuruhusu uketi kabla yako. Katika jina la Yesu. Amen.